Jamii wakisema niwasiliane na watu kwa urahisi, ndio pale tunapokuta kwamba watu wana WhatsApp, kwamba anakuta hii ndio sehemu nzuri zaidi ya mimi kuwasiliana na familia, kuna grupu mbalimbali ama kuwasiliana na watu tofauti. Unapotaka taarifa serious zinazohusu maybe hii nchi, zinazohusu watu wadau mbalimbali na wasomi mbalimbali na wanaharakati mbalimbali zinazohusiana na nchi yetu, unakuta wengi sana wanakimbilia Jamii Forums. Na ndio maana sisi tumekutana na hilo swala. Kwa mtu anasema hii habari kama ngoja nikaangalia kama Jamii Forums ipo basi itakuwa ni kweli, kama haipo itakuwa ni uongo. Kwa hiyo unakuta mtu ana mitandao ya kijamii, ana apps za mitandao ya kijamii mingi hata 10, na kila moja kuna kitu anakifuata pale. Kama vile ambavyo Instagram inakuwa inajulikana kwa ajili ya yani maybe udaku zaidi, kwamba kuna udaku au kufanya biashara ama kutangaza. Tunashukuru wale wadau mbalimbali katika jamii ambao wanakuja wanabadilisha sura ya mitandao ya kijamii wakitaka kuonyesha kwamba unaweza kutumia Instagram kufanya biashara. Ninaamini katika watumiaji wa Instagram wengi akienda pale akiangalia anakuta kwamba wengi wanatangaza biashara pale. Naona una maelezo marefu sana. Turudi kwako Bwana Jones Sendodo, yes, kutoka LHRC ambaye pia wewe ni mwanasheria. Na tumeona kwamba Septemba mosi mwaka 2015 sheria ya mitandao ilianza. Na watu walikuwa kama wanaoga fulani kutumia mitandao ya kijamii kuposti vitu ambavyo si vya kweli. Lakini sasa hivi inaonekana kama kitu cha kawaida, watu wanatuma, wanatukana, na tunaona sheria inachukua mkondo wake pale pindi iwapo labda watatukana labda serikali. Sisi wenyewe kwenyewe inakuwa haina mashiko. Unazungumzaje hii sheria kwanza ya mitandao ya kijamii? Asante sana. Labda kwa marekebisho kidogo, pia natokea mtandao wa tetezi wa haki za binadamu Tanzania, sio LHRC kama ambavyo nimesema. Na labda nikiongelea hii sheria ya makosa ya mtandao, kwa muda mrefu sana wananchi na serikali wamekuwa wakilalamika kwamba hii mitandao ya kijamii inatumika kwa matumizi mabaya, watu wanatukanana, watu wanaweka taarifa ambazo sio sahihi. Mwisho wa siku kuna mifarakano katika jamii, kunakuwa na ugomvi wa watu baina ya watu, serikali na serikali, kutokana na taarifa ambazo watu wanaposti hazina ukweli ndani yake. Lakini kitu kikubwa ambacho kilikuwa kinalalamikiwa sana ni hii kutukana watu. Kwa hiyo ilipokuja swala la kwamba sheria sasa imepita, at least watu wakasema kuna ahueni. Lakini sasa hii sheria labda tukirudi nyuma kidogo, kwa sababu tuende na historia kidogo. Tukirudi kwenye hii sheria ya makosa ya mtandao, ushirikishwaji wake, ushiriki wa wadau mbalimbali katika utengenezaji wa hii sheria ulikuwa mdogo sana. Japo kweli tulikuwa tunahitaji hii sheria, lakini ushiriki wa wadau ili kupata sasa hii sheria ulikuwa mdogo sana. Ukiangalia hii sheria ililetwa bungeni, mswada uliletwa bungeni kwa hati ya dharura. Kwa hiyo hakukuwa na nafasi kubwa pana ya watu kujadili ule mswada na kuleta maoni yao kwamba bana, tunataka mswada uwe hivi, sheria yetu iwe hivi, iweze kuregulate namna hii. Sawa. Kwa hiyo hakukuwa na ile nafasi. Kwa hiyo unakuta kwamba sasa hivi sheria ilipokuja na makucha yake, watu wanasema kwamba huenda sasa kumbe labda serikali, watu wanalalamikia serikali kwamba kumbe serikali ilikuwa na nia mbaya. Ndio maana watu wameenda mahakamani kupinga hii sheria kwa sababu ya ile enforcement yake. Unapoanza kuitekeleza ile sheria, ndio sasa unaona kwamba kumbe kulikuwa na makosa katika utengenezaji wa ile sheria. Sasa ile sheria yenyewe ukiangalia watu mbalimbali, tuna mifano mbalimbali ya watu ambao wamepelekwa mahakamani kutokana na ile sheria. Ile sheria ina mapungufu mbalimbali, na ndio maana unakuta watu wameenda kuichallenge mahakamani. Unakuta kwamba kwa mfano kifungu ambacho anakitumia sana kuweza kupeleka watu mahakamani ni kile kifungu cha 16 ambacho kinasema kwamba endapo utatoa taarifa, sawa, kwenye utatoa taarifa kuposti, dada alikuwa anaongelea mitandao ya kijamii hapo, umeposti Instagram, umeposti Facebook, umetuma kwenye WhatsApp taarifa ambayo, nirudia hapa, taarifa ambayo unaamini kwamba sio sahihi, ambayo taarifa lengo lake inakuwa ni kufarakanisha watu, kumtukana mtu. Mwisho wa siku kuna vipengele mbalimbali ambavyo vimewekwa pale, lakini kikubwa ni ukijua kwamba
ile taarifa sio sahihi. Sawa. Sasa unakuta kwamba mtu ameposti kitu ambacho amepata kwenye labda amepata kwenye reliable source, labda anasema kwamba gazeti fulani limetuma au miradi hayo ameposti, alafu na wewe una. Sasa kama ile taarifa wewe ambaye ndo mwisho wa siku umekamatwa, ndo sheria inaanzia pale kwamba mimi nimeipata kwa miradi hayo. Sawa. Kwa kuna kuwa na ile chain kwamba mimi nimeipata kwa miradi hayo, lakini nikaichukua kwangu kwenye simu yangu nikamsambazia dada Asha. Mwisho wa siku ikigundulika kwamba ile taarifa ilikuwa ni ya uongo, mwisho wa siku kunakuwa na chain kwamba mimi ambaye nilichukua nikamsambazia mtu mwingine, ile sheria nayo inafanyaje? Inanibana regardless of the source. Sasa Jonas, katika hilo tatizo liko wapi? Wewe kama unachukua kitu, yani umekuta tu una posti kwamba liko hivi, unaweka nacho, kwa nini sheria isikumbane katika hilo? Ndio maana nilikuwa nasema kwamba endapo mimi kwa mfano nilipata ile taarifa, najua kabisa kwamba hii imepostiwa kwenye gazeti, sawa, ile gazeti la tuseme Raia Mwema au gazeti la Mwanahalisi, nikajua kwamba that is reliable source, sawa, nikaposti. Mwisho wa siku ikaonekana kwamba ile taarifa ilikuwa sio ya kweli, sawa, pamoja na kwamba mhariri kule naye ana obligations zake za kwamba anatakiwa kutoa taarifa ambayo ni sahihi, lakini mimi pia ambaye nimechukua ile taarifa nikamsambazia mwingine, sawa, sheria pia inanibana. Sasa amuoni kwamba mnamkandamiza huyu mtu ambaye alitarajia kupata habari na alichukua habari kupitia vyombo ambavyo yeye anaviamini? Ndio. Amuoni kwamba mnamkandamiza? Na ndio maana tunasema kwamba hii sheria, ukiangalia sheria ya makosa ya mtandao, ukiangalia hii Media Service Act ya mwaka 2016, zote ukiziangalia kwa umoja wake, uhalali wake kikatiba tuna udauti sana, na ndio maana tunaenda mahakamani. Kuna kesi nyingine iko Mwanza sasa hivi kwenda kuzipinga hizi sheria, kwa sababu mwisho wa siku ile free flow of information, ile kutoa taarifa na kupokea taarifa sasa inakuwa ngumu. Umeona? Mwisho wa siku ile ibara ya 18 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inampa mtu uhuru wa kutoa na kupokea taarifa, mwisho wa siku inakuwa kwamba imekiukwa. Kwa sababu kama mimi ninaweza nika share information alafu sheria ikanibana, mwingine naye akachukua ile information akashare na mwingine, mwisho wa siku ni kwamba wao prosecution upande wa serikali ndo wanakuja kujustify kwamba hii taarifa ilikuwa ya uongo, na the moment wanasema kwamba hii taarifa ni ya uongo, ushakamatwa, umepelekwa ndani. Sawa, hata mahakamani ikijulikana kwamba ilikuwa ni ya kweli au ni ya, yani kwa sababu mahakama ndio ina uwezo wa kuprove kwamba ilikuwa ni kweli au si kweli. Lakini mwisho wa siku ushakamatwa, kwa sababu akisuspect tu kwamba hii taarifa ilikuwa ina nia ya kuchonganisha au kulikuwa na uongo ndani yake, mwisho wa siku ushasafa. Bwana Jones, labda katika hilo labda hata tukitoka nje ya sheria ya mitandao, katika hali ya kawaida, mimi namtuhumu ama namshuku Chengo ameniibia kalamu yangu, nikampeleka polisi, namkamata. Sasa kwamba watamtuhumu kwamba wanampeleka mahakamani, sasa kaa ndani, kama kuna dhamana iko wazi atapewa dhamana toka. Kwenye mitandao inaonekana kwamba huyu mtu asikae ndani kwa anatuhumiwa, ila katika mambo mengine anaweza kaa ndani. Nilikuwa natoa mfano kwamba unaingizwa ndani kitu ambacho kwa mfano wadau wangeshirikishwa, wangeweza wakatoa maoni mbadala. Sawa, kwamba kuna mtu ambaye yeye amecopy from somewhere else, amecopy from reliable source, akiamini kwamba hii taarifa ni ya kweli. Mimi katika hilo kwa nini waamini kwamba ni ya kweli wakati una uhakika? Nachotaka kutazama hapa lengo lake sio kile unachokiona unakiweka tu kwenye mtandao. Sio kile unachokiona kwamba kwa ameandika kambaya na muamini, kwa hiyo itakuwa ni kweli. Kwa hiyo usiridhishe mwenyewe kwa mimi nina uhakika na ile jambo aliweka. Na sasa kitu ambacho watu wanafanya, amekutana na taarifa kwenye mtandao fulani, labda nimeingia kwenye ukurasa wa Bi Asha,
ameandika kitu fulani na fulani, mimi nakichukua tena zakuta nahamisha kabisa kwenye mtandao. Labda nimekuta kwenye Facebook, nahamishia kwenye Instagram yangu ama WhatsApp. Alafu chini pia naandika CNP, yani copy and paste. Akiwa na maana kwamba hata likitokea kwamba mimi siyatengeneza hii, ila mimi nimechukua kwa fulani. Kama huna uhakika sababu gani na kuweka, tuje kwa mtandao wa kijamii. Hili unatazama namna gani wewe? Kwanza naona taarifa inapotolewa lengo kubwa inakuwa kuwafikia watu. Kwa hiyo kwamba inapokuja kwamba taarifa ni watu waangalie tu kwamba vyanzo wanavyochukua ni vipi kabla hawajasambaza taarifa. Mimi ninakataa leo hii kwamba mtu asisambaze taarifa kutoka kwa mtu au chombo kinachojulikana ni credible source. Leo hii tunapokuta kama ulitolea mfano wa Raia Mwema. Unapokuta Raia Mwema siku zote wanatoa taarifa. Leo hii siwezi, kwa sababu sina hakika na hii taarifa ambayo Raia Mwema umenipatia, basi nisishare kwa sababu sina uhakika. Inapokuja kuna taarifa ambazo zinakuja. Ina sisi hiyo ndio eneo letu la uzoefu. Jamii Forums kama Jamii Forums haiendi pale watu wakaweka tu taarifa zikabaki. Tuna timu ya watu masaa 24 wanaangalia. Unaona kabisa hii taarifa jinsi ilivyokaa ilivyowekwa, unaona kabisa hii itakuwa uongo. Hii utakuta ya uongo. Unakuta sisi tuna changamoto. Ndio tulifungua tulipetition case na petition cyber crime law kutokana kwamba sisi tulikuwa napata barua nyingi kutoka kwa wadau mbalimbali ambao wana interest zao kutaka sisi tuwe taarifa za watu kuanzisha mada. Lakini kitu ambacho kilikuwa common wote ni kwamba mada ambazo zilikuwa zinaomba taarifa ni zile ambazo zinatija. Mtu anakuja anasema kwamba eneo hili kuna tatizo hili hapa, na hilo tatizo na changamoto ama tatizo hili linafanywa hivi na hivi na hivi na hivi. Anakupa vigezo vyote. Unapotoa ile taarifa, tunakuja kupewa barua kwa sababu mwenye aliyeguswa pale, mkubwa yoyote aliyeguswa pale ameumia, anaenda kumwambia tu mwanasheria au kumwambia polisi akisheni watoe taarifa yule mtu aliyetoa, na wakati aliyetoa linatija. Sasa swali linalofuata, sisi tunauliza tu kwamba shida ni nini? Taarifa inaonekana ni kweli. Je, mnataka huyu mtu atoa ushahidi? Haya, tukiachana na hilo na vitu ambavyo kwa mahakamani tukiviacha, turudi hata kutazama mambo ya mitandao ya kijamii. Kwa namna moja ama nyingine tumesema na faida, lakini pia kuna wale ambao wanatumia katika njia tofauti, njia hasi, inakuwa ni mtihani, na ndio maana mpaka sheria hiyo ikaundwa. Awali tulikuwa hatuna sheria ya mitandao, lakini kutokana na kuonekana kwamba matumizi yamekuwa ni makubwa, matumizi yamepanuka, kila mmoja atumia kadri ambavyo anaweza kutumia, kuna haja sasa ya kuwa na sheria. Kabla ya kwenda kutazama changamoto nyingi zilizopo katika mitandao ya kijamii, tutazame hizi faida ambazo mtu anaweza kutumia mitandao ya kijamii na akajikuta kwamba anafaidika na mitandao hii, kama ambavyo wengi ambao kwa sasa wanafaidika na mitandao ya kijamii. Elimu, kufahamu. Hakuna kitu kizuri kama mtu kufahamu. Of course binadamu kama binadamu tuna limitation, huwezi kufahamu kila kitu. Lakini kufahamu, mimi ni mwanahabari. Kama ni mwanahabari, ni namna gani ninahakikisha ni mwanahabari mzuri? Sasa nitumie mtandao wa kijamii kufahamu lolote ile linalohusiana na mwanahabari. Mimi ni mfugaji, ni kitu gani naweza nikafahamu kuhusu ufugaji? Ndio hicho ninachozungumzia kwamba sections na kuwepo section mbalimbali za elimu ambazo mtu anaweza kujifunza. Ndio maana unakuta pamoja na kusema hatujafika eneo la changamoto. Changamoto kubwa unakuta upo katika utumiaji. Watumiaji wa mitandao ya kijamii ni wengi sana. Makampuni ya simu wameweka jitihada kubwa sana katika kuhakikisha watu wanaweza wakapata access na information za internet. Lakini hawajaweka jitihada katika kufundisha watu ni namna gani utatumia katika kuweza kufaidika. Kwa hiyo unakuta kwamba unaweza kufaidika kupata taarifa, ukajikuza katika eneo ambalo lipo, unaweza ukajifunza katika kuishi. Pengine nataka kusafiri naenda nchi fulani. Ni rahisi sasa hivi ukaenda tu ukaangalia hii nchi inahitaji mimi nivae nguo wakati huu. Je, ni kipindi cha baridi? Je, ni kipindi cha joto? Je, wanakubali mavazi gani? Je, hawakubali mavazi gani? Kwamba taarifa zote zipo pale, watu hawafahamu jinsi ya kuzipata. Hata hivyo tunaweza tukasema kwamba unaweza ukaitumia katika kuungana. Tunaona kabisa katika jamii ya leo, kila unachokifikiria leo katika kufanya na mtu mwingine kakifanya na kafeli. Ni namna gani
unaungana na watu ambao wako katika sekta yako ili kuweza kukua na kufanikisha kile kitu ambacho unatarajia na unatamani kitokee. Kwa hiyo unakuta kwamba faida ni nyingi sana. Yani unakutana na watu, unapata elimu zaidi, unajifunza, unajikuza na unaweza ukatoa taarifa kwa watu wengine kirahisi. Tuchukulie mfano wa kitu ambacho tunachukulia wepesi sana. Unaweza ukawasiliana na familia kama kawaida, ukatuma tu ujumbe. Ulitolea mfano mzuri kwamba safiri, unapiga tu simu au utatuma message. Lakini sasa hivi kwa wepesi kabisa, kwa mtu yote anaweza kachukua simu yake kwa kutumia WhatsApp, ataangalia familia, mama, watoto wanaendeleaje hapo nyumbani, watamuona. Sasa hivi ni vitu ambavyo vinachukuliwa wepesi, yani katika maendeleo yetu watu tunachukulia, yani tuna concentrate katika kufanikisha vitu, tunasahau jamii yetu kama jamii, familia zinachukua nafasi gani katika kuweza kufanikisha mambo ya maendeleo yanaendelea vizuri bila changamoto. Na mtazamaji wa ITV, kama ndo kwanza unajiunga nasi, kipindi kilichopo hewani ni Meza Huru, na hii leo tunatazama mitandao ya jamii. Lakini mbali na sisi ambao tuko studio tunazungumza haya, lakini pia kuna wale ambao wanashirikiana nasi ama wanatufuatilia na wanatuma ujumbe wao kupitia katika Facebook ya ITV ama Twitter ya ITV. Ni vyema sasa tukapa nafasi tuweze kusikia nao wameandika kitu gani katika Facebook na Twitter ya ITV. Chengo. Message ni nyingi mno. Tukianza na akiwa Iceboy, anasema kwa swala la mitandao inabidi lisifanyike kwa mazoea, maana hiki kitu kina sheria, mfano Cyber Crimes Act. Anasema ipo kwa ajili ya mitandao. Elimu kubwa inastahili, la sivyo tutashindwa kujua faida ya hii mitandao kama kutokuwa na vyombo vya kusimamia swala husika. Godfrey Mshanga anasema kwanza mitandao hii anasema inatumika vibaya kutukana watu, kusema watu, kukashifu watu badala ya kujadili mambo ya msingi kwa ajili ya faida ya kiuchumi na kimaendeleo na matokeo yake. Basi mitandao hii inatumika kujadili watu binafsi, mambo ya watu chumbani, mtu na mke wake. Ameandika hivyo. Isaya Sambo, mpenda amani Tanzania, kutoka area A Dodoma, yanasema mitandao ya kijamii kwa watumiaji wenye akili timamu imekuwa msaada mkubwa kama njia ya kupashana habari na kuelimishana, lakini kwa wavamizi wa mitandao wasiojielewa imekuwa mzigo kwao na kuonekana kituko kwenye jamii, hususan wanapotafuta wachumba, wapenzi kwa kuvutiwa na sura na muonekano wa nje tu, nasikia kuweka mapicha na mavideo ya ajabu ambayo huenda hata shetani huwa anaogopa hayo matukio. Bakari, mtoto mdogo wa Power Family Group kutoka Moshi Tanzania, anasema kwa kweli mitandao ya kijamii inasaidia sana kutoa habari mbalimbali zinazohusu jamii. Sasa inahusu jamii, cha msingi tufuate sheria. Asante Salma. Na mwisho kabisa anaitwa Emmanuel Malia kutoka Moshi Tanzania, anasema mitandao ya kijamii ni mizuri sana, ila sema kuna baadhi ya watumiaji wanatumia bila busara, kwa mfano matusi, kejeli na hata dharau. Nadhani hata watazamaji wameona hayo, kuna faida na kuna hasara pia matumizi ya mitandao ya kijamii. Na Bwana Jones, awali tumsikiza Biasha akielezea faida ambazo zipo kwa mtu ambaye anatumia mitandao ya kijamii. Kwa upande wako faida unaweza ukatazama namna gani kwa utumiaji wa mitandao ya kijamii? Faida zipo nyingi. Mimi kwa mfano ule uharaka wa kupata taarifa naona ni kitu kikubwa sana ambacho hii mitandao ya kijamii inatusaidia sana. Leo unaweza ukawa umeenda mahakamani kwa mfano, ukawa umesahau kifungu fulani hivi cha sheria, au umesahau sheria fulani au kesi fulani ambayo ina apply kwenye ile kesi yako ambayo iko pale mezani, ukatuma message kwenye WhatsApp group haraka, jamani, hivi kile kifungu kinaongelea swala la presumption of death ni kipi? Haraka unashangaa umetumiwa, maisha yanaendelea. Kwa ile free flow, ule uharaka wa kupata taarifa, mimi ni kitu ambacho na nimekipenda sana kwenye hii mitandao ya kijamii. Lakini swala lingine ni swala la kuunganisha watu. Dada ameongelea leo hii siongelea kuunganisha wachumba. Leo hii una event yako unataka kuorganize, ni haraka. Siku hizi hata mtu anataka kuoa, sasa hivi anaunganisha wale watu wa kumchangia michango haraka. Unakuta kwamba kuna
muunganiko haraka haraka, hata kama ni taarifa za michango na nini, unakuta unazipata kwa haraka zaidi. Lakini siku hizi biashara, kuna mtu akiposti tangazo lako kwa dakika, kwa lisali moja analipa kutokana na followers kwenye Instagram. Kwa ni faida pia vile vile. Pia katika hizo biashara kuna ingia biashara hiyo wanatumia vibaya. Kuna watu wamefungua account kwenye Instagram, labda wanataka kumsuta fulani. Unamtumia fedha, akamwambia nani amenachengo, kafanya hiki, anakuposti pale na maneno mengi. Sasa na labda niongezee, kuna hili swala la matumizi ya hii mitandao ya kijamii. Unakuta labda mtu anafungua account lakini ni fake account, au inawezekana akawa anatumia jina lake sawa, lakini matumizi ya ile account labda anatuma picha mbaya, anatuma video mbaya, lakini ni yeye mwenyewe. Kwa hizi sheria huyu mtu inakuwaje? Huyu ana hizi sheria zinambana, ila ni yeye mwenyewe. Ndio maana mwanzoni nilisema kwamba hii sheria ilisubiriwa sana, kwa sababu kuna watu ambao wanaitumia vibaya. Leo hii mtu anaweza akafungua account au hata akahack account yako akaanza kukutukana. Tuna mifano ya watu ambao walitukana. Wengi sana. Wasanii walitukana, mwisho wa siku siwezi kuwataja majina, wengi mnawajua. Lakini mwisho wa siku wakasimama wakasema ni bora hii sheria ya makosa ya mitandao imekuja, kwa sababu mwisho wa siku tumeweza kumidentify nani siku ile, kumbe nani alikuwa anatutukana siku zote hizi. Mtu anafungua account ambayo ni fake au amehack account ya mtu, anaanza kumosha matusi. Ukikamatwa na nani na hii sheria inakubana, kwa sababu mwisho wa siku umeinsult, yani ni matusi. Na sheria inasema kwamba mtu yote ambaye atatoa taarifa za uongo au taarifa ambazo lengo lake ni kutukana, kudhalilisha, au hata kubagua au kuleta chuki, uchochezi kwenye jamii, mwisho wa siku sheria inambana kifungu cha 16. Kwa hiyo kwa maana ya kwamba imesaidia kuondoa ile maovu ambayo yalikuwa yanatokea mwanzoni, imesaidia, lakini kizuri kinakuwa na kasoro zake. Mimi ukakasi nao upata kwenye hii sheria ni kwamba pamoja na kwamba imekuwa uzuri wake, lakini siku unakuta kwamba hata ile dhana yenyewe ya kutoa na kupokea taarifa, hii sheria ni kama vile inakuwa sasa imeblock ile dhana ya kutoa na kupokea taarifa, ambayo ni uhuru wa habari ambao upo katika ibara ya 18 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kikubwa ambacho mimi naona ni kwamba hii sheria ilikuwa one-sided. Hilo lazima tuliseme kwamba wadau mbalimbali wale ambao walitakiwa kushirikishwa the beginning hawakushirikishwa. Muda mrefu mko kuzungumzia kwamba wadau hawajashirikishwa. Hao wadau wanakuwa na wazungu kwamba hawajashirikishwa ni kina wadau wa mitandao ya kijamii. Kuna watu wanaendesha blogs mbalimbali, kuna watu wanaendesha online TV, kuna watu wanaendesha, kwa sababu hizi ni habari, watu wanaendesha TV, ITV, journalist wote wale ndo wadau. Media Council of Tanzania, baraza la habari la Tanzania, wale wadau. Lakini sasa unakuta kwamba kwenye private sector wameachwa, alafu kwenye government sector ndo wao wamefanyaje, wamepeleka ule mswada kwa haraka. Kwa hiyo haukupata nafasi kubwa ya kupata discussion, kupata maoni ya wadau kutoka sehemu nyingine. Wakati tunazungumzia swala la kupata maoni ya wadau kutoka sehemu nyingine, sasa moja kwa moja tupate maoni ya wadau ambao wamerekodiwa ili kuweza kufahamu basi kuhusiana na mada ambayo tunatazama kwa siku hii leo, mitandao ya kijamii, wao wanasemaje. Kipindi hewani ni Meza Huru. Kwa kweli mitandao ya kijamii imekuwa na faida kubwa, kwa sababu kwa sasa tunaona hasa serikali na namna inavyoweza kufanya kujaribu kuficha mambo. Vyombo vya habari vingi vimekuwa
kutokana na matishio mbalimbali. Kwa hiyo sasa hii mitandao ya kijamii imekuwa ikifikisha habari na watu wanajua kama zilivyo, lakini kubwa kwamba pamoja na faida zake hizo kwamba watu wanaweza kupata taarifa na matukio yanavyokuwa yalivyo, lakini shida kubwa imekuwa kwamba hata taarifa zingine ambazo hazina faida kwa jamii zinaweza matukio mengine yakaharibu jamii, yakawa hayana maadili, kwa hiyo yanaweza kuharibu. Lakini kikubwa ni kwamba mitandao ya kijamii ina nafasi yake na imesaidia kuchambua mengi. Ndio tunapoona kuna matukio mengine ya kihalifu, hata viongozi wanaweza kujikuta kufanya vitu ambavyo havipo, ambavyo pengine bila mitandao ya jamii kuyafichua jamii ingeweza kuamini na ikapotoka. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba kupitia mitandao ya kijamii tunaweza kuwa na faida nyingi na inaweza sasa kuondoa kama taifa kutoka hapa tulipo na kuangalia kwamba tujikite katika misingi gani ya maadili ya taifa letu. Mimi naona kama ni bora kwa watu wote kujielezea kwa uhuru. Ni eneo linalowapa nafasi mtu akajieleza hisia zake pasipo nini. Kwa hiyo ni eneo bora, na bahati nzuri hata mimi huchangia katika mitandao ya jamii, hasa Facebook. Na unafikiri kuna haja ya kuwepo kwa mitandao hii? Kwanza nadhani ilichelewa kwa sababu ndio eneo linalopa fursa wengi hasa walio na kuweza kutoa wazo wao wanavyo. Unaona vipi jamii inaitumia vizuri mitandao? Of course wanatumia vizuri, maana yake mitandao ina rika mbalimbali na watu wa elimu mbalimbali. Bahati mbaya wanaochangia wengi ni wale na darasani, lakini wengine vijana, na kwa bahati mbaya wazee walio wengi hawaingii katika mitandao ya jamii. Mimi mitandao ya kijamii naona ni mizuri kwa sababu inatuelimisha, kwa sababu hata kama mtu hauna ITV, una simu tu, unaelewa mambo mengi. Na nafikiri watu wanaitumia inavyotakiwa kutumika. Saa nyingine wanaitumia kama inavyotumika, saa nyingine inatumika vibaya. Ndio hivyo. Na nini ushauri wako kwa wale ambao labda wanatumia vibaya? Ushauri wangu wanaotumia vibaya naomba waache, lakini kwa ambao wanatumia vizuri waendelee, ili tunasi tuweze kujua habari maalum kutoka kwao katika hiyo mitandao ya kijamii. Na unafikiri mitandao vijijini labda inavyotumika na mijini mambo yako sawa? Mambo yako sawa. Mjini na vijijini tofauti. Mjini unapata mambo mengi katika mitandao tofauti na vijijini. Hayo ni baadhi ya kutoka kwa wananchi wakizungumzia kuhusiana na mitandao ya kijamii. Na sasa turudi kwa na tunaona kuna wengi sana ambao wanatumia mitandao ya kijamii kwa ajili ya kuhabarisha watu, na uhuru wa habari au uhuru wa kupata habari kwa mwananchi ni haki ya kila mtu. Hebu tuangalie kwa upande wa hii sheria ya habari, ina mkamata mtu yoyote au ni mtu ambaye yuko nchini? Nazungumzia kwamba yuko Tanzania. Mtu ambaye yuko nje ya Tanzania, sheria ya habari ikoje? Sheria makosa ya mtandao kuna vitu vikubwa viwili ambavyo tunaangalia. Tunaangalia utaifa, kama ni raia wa Tanzania, hata kama uko nje ya nchi umefanya ile kosa, na huku Tanzania tunaamini kwamba hili ni kosa, na kule kwenye ile nchi tunaamini kwamba lile nalo ni kosa. Katika upotoshaji wa habari. Tayari hata kama uko nje ya nchi ile inakubana. Lakini pia unaweza ukawa wewe sio Mtanzania, lakini wakati unaposti ile habari ulikuwa labda unasafiri kwenye chombo ambacho kiko registered na nchi ya Tanzania. Kwa hata kama ulikuwa labda uko hapo Pemba, wewe ni raia wa nchi nyingine, sawa, na kile chombo kiko registered na kwa sheria za Tanzania, mwisho wa siku ukiposti kitu ambacho ni sio sahihi, mwisho wa siku sheria inafanyaje? Inakubana. Mahakama zinakuwa na mamlaka
ya kukuchukulia hatua kisheria na ukabano vizuri. Na hapo kwa hiyo tunaangalia nationality na eneo ambalo umefanyia lile kosa. Katika maelezo yako hayo awali umezungumza kwamba tunatazama hilo ambalo limefanya kwa nchi yako kwa maana Tanzania ni kosa. Na nchi uliopo kwa sasa ambapo ndio umepoa hilo ambalo umeandika ni kosa. Endapo kama sasa mimi Kambaya nimetoka labda niko Uingereza, niko Marekani, niko Nigeria, niko Ghana, nimeposti kitu ambacho kwa Tanzania ni kosa na mimi ni Mtanzania, lakini katika nchi niliyopo sio kosa. Hapa nini kinaweza kufanyika? Mimi ni Mtanzania. Tanzania. Nipo katika nchi nyingine. Lakini kitu ambacho nimeandika katika ukurasa wangu wa kijamii kama ni Facebook, Twitter, Instagram, kwa Tanzania ni kosa. Ila kwa nchi niliyopo sio kosa. Sio kosa. Nini sasa hapa kinaweza kufanyika? Kwa vile wewe ni Mtanzania na kwa sheria za Tanzania lile ni kosa, hata kama uko kwenye nchi nyingine ile hatambui kama ni kosa. Mwisho wa siku the moment ukitua Tanzania, sawa, sheria inakubana, wanakukamata. Kwa nisipokuja Tanzania kama maisha yangu mimi nikae huko. Ndio maana kuna wengine ambao wanaposti vitu vyao huko kwa sababu anajua the moment akikanyaga kwenye ile nchi yake lazima sheria itachukua mkondo wake. Na Asha na Miduma na mcheza katika hili. Unaweza ukasemaje? Imenifurahisha tu swali lenyewe kwa sababu imekuwa ikileta changamoto kubwa sana katika jamii na kuleta maswali. Nafikiri sasa hivi watu wengi wamekuwa na interest ya kujua kwamba ni kosa ama sio kosa. Kama mtu unaweza kawa nje ya nchi, unaweza kupost vitu au nani. Kitu ambacho nataka nizungumzie ni hiki. Watanzania tumelelewa ama yani utamaduni zetu tulizolelewa ni kwamba kutokuwa huru kueleza kitu ambacho ni tofauti na kile unachotarajia kuzungumza. Yani mimi katika jamii, katika familia, katika taifa yani kuzungumza kitu ambacho ni kweli hakifurahiwi sana, hasa kama hicho kitu ambacho ni kweli sio kitu ambacho kinamfeva huyo mtu ambaye unamzungumza. Kwa hiyo naweza nikasema tu kwa upande wa mitandao ya kijamii kwa mara ya kwanza inajenga, yani tamaduni zina evolve taratibu. Baada ya miaka kadhaa walau wa Tanzania watakuwa huru kusema mbele ya mtu baada ya kuongea kwa kujificha ama kwa kujina la kujificha ama kama jina lake halisi lazima awe nje ya nchi. Kiukweli ni kwamba mimi naona kama ni kitu kizuri kwa sababu jamii zinajengwa kwa kuelekezana na kuhabarishana na kunyoshana maeneo ambayo tunakosea. Sasa tunapokuwa kwamba pale unapokosea nataka nikunyoshe nikakupa maoni yangu ikawa ni hizo, basi hakuna lazima wawepo katika jamii watu ambao wako nje, watu ambao wanajificha, watoe taarifa ili tujenge taifa jipya ambalo linaweza kupokea maoni. Watanzania tuna uhuru wa kuongea na nafasi yetu au huo ndo uwanja wetu wa kuongea. Unadhani pia ni shida hii? Sijaelewa vizuri unaposema tuna uhuru wa kuongea, una maana maongezi ya kawaida ya kulizana ya hewa, hata kutoa chochote hata kutoa taarifa yoyote, yani kile ambacho unajisikia kuzungumza mradi kisiwe kinaleta labda mkanganyiko kwenye jamii. Sasa ni nani anayetafsiri kwamba hicho ulichoongea kinaleta mkanganyiko katika jamii? Ndio shida iko hapo. Unapokuwa unakuwa unabanwa kueleza kitu ambacho kinaleta mkanganyiko katika jamii hata kama kinajenga, huo sio huru. Sio kweli kwamba Watanzania tuko huru kiasi hicho kuongea. Kwenye sheria sasa hebu tuingie kwa sababu kama tuna uhuru wa kuongea Watanzania na tuna kuongea, lakini unakuta wakati mwingine sheria inatubana. Vipi? Asante sana. Labda wakati anaelezea kidogo imeniibua tuseme ni hisia zangu kwa sababu ni sehemu ambayo mimi huwa napata shida sana. Sheria inakuwa so sijui nitumie neno gani la Kiswahili, inakuwa so vague kiasi kwamba hakuna ile mipaka ya kwamba hiki ni hiki, mwisho wako ni huu hapa. Sawa, utakiwa uendelee kuongea kitu hiki na hiki na hiki. Unaambiwa kwa ukitaarifa ambazo zinaashiria au zina lengo, mimi nitajuaje kwamba kwa mfano nikasema kwamba Tanzania kuna njaa,
kuna baa la njaa sasa hivi. Mtu anaweza kusema kwamba wewe unataka kuna nini? Anaweza kukubana kwa sheria ya mtandao akasema kwamba wewe lengo lako kwanza, serikali ilishasema kwamba hakuna njaa kwa mfano, lakini wewe ukasema kwamba kuna njaa. Lakini ukiangalia kweli kwenye madukani, ukienda huko mikoani, hali ni mbaya. Mimi nimesema kwamba kuna njaa, ukaambiwa wewe lengo lako ilikuwa kuichonganisha serikali na wananchi. Kuona kwamba yani mwisho wa siku ile sheria inatubana kiasi kwamba yani unashindwa yani hata kwamba niongee kipi alafu niache kipi. Kwa sababu mtu yani mwisho wa siku prosecution, watu wa DPP wana uwezo wa kuja kuprove wao ndo wanakuja kuprove kusema kwamba wewe ulichoongea nia yako ilikuwa inaashiria sawa kuchonganisha au kuleta uvunjifu, umeona, katika jamii. Sasa Mtanzania wa kawaida anajuaje kwamba mwisho wangu ni hapa, hiki natakiwa niongee na hiki sitaki kuongea? Lakini hii sheria kwa jinsi ilivyo, yani upande wa serikali, na ndio maana anasema kwamba iko upande mmoja. Upande wa serikali ikiona tu kwamba huyu jamaa kitu alichoongea kinaashiria kwamba kilikuwa kinamgusa fulani, mwisho wa siku unakamatwa. Bwana Jones, ukiachilia mbali sheria ya makosa ya mtandao, inasemekana na ndivyo ilivyo kwamba asilimia kubwa ya Watanzania hatujui sheria. Na sheria zipo nyingi. Kuna ukiachilia mbali ya mtandao ambayo inamgusa yule ambaye hatumia mitandao, kuna mwingine hata hatumia mitandao, lakini kuna sheria ambayo huko alipo kijijini, mjini, katika maeneo ya kazi, kwa namna moja ama nyingine sheria ile inambana. Unadhani nini na nani mwenye jukumu la kuhakikisha kwamba Watanzania wanakuwa na uelewa wa sheria, ili akiwa anafanya mambo afanye kifua mbele kwamba hapa sheria inanilinda, hapa ni kinyume na sheria, hapa ni kinyume na katiba na mambo kama hayo? Kabaya, labda nianze kwa kusema kwamba ubaya sijui niseme ni ubaya au very unfortunate ni kwamba kutokujua sheria sio kinga. Unaweza kusema kwamba mimi nilikuwa sijui kwamba kufanya hivi ni kosa. Hiyo haiwezi ikawa kinga kwa kusamehewa. No. Serikali mwisho wa siku kama umekosea watakubana tu. Umeona? Lakini serikali ina jukumu la kuhakikisha kwamba inawaelimisha wananchi wake. Inatafsiri zile sheria ziweze kuwa katika lugha ambayo inaeleweka, lugha ya Kiswahili. Hii sheria imeandikwa kwa Kiingereza. Yule mtu ambaye wa kule kijijini hajui kusoma Kiingereza, unadhani ataielewaje? Sio, mnasoma lugha yenu ya kisheria na Kiingereza hata baada ya mahakamani. Of course, lakini kama serikali, kwa sababu nia na lengo la serikali ni kuweza kuhakikisha kwamba mambo yanaenda kwa jinsi inavyotakiwa. Kama hilo ndo lengo, basi wafundishe, waelimishe Watanzania waweze kujua kwamba ukifanya hivi ni kosa, ukifanya hivi ni kosa. Sasa kama wewe unaweza kutunga tu sheria alafu ukaiacha ikawa hanging, asasi za kiraia ndo wanaanza na asasi za kiraia wanategemea nani? Misaada ya wahisani. Kama hawana pesa za kutoa elimu ya kiraia, mwisho wa siku ni kwamba serikali yenyewe imetunga sheria, imeiacha hapo. The moment umekosea, wanakukamata. Naam, awali umezungumzia miongoni mwa faida, pia Asha amezungumzia miongoni mwa faida za mitandao ya kijamii ni kwamba taarifa zinapatikana kwa haraka na taarifa zinaenea kwa haraka. Swali hili ndaliuliza kwa kila mmoja, atajibu kwa nafasi yake. Asha atajibu kwa upande wa mitandao ya kijamii, wote atazama kisheria. Kuna watu wamekuwa desturi, labda Amina Chengo ni mgombea wa kisiasa na labda ana jambo lake ambalo anafanya mambo katika harakati za uchaguzi. Naingia katika account udukuzi, na dozungumzia udukuzi, na dukua account ya Amina Chengo na chukua baadhi ya taarifa naziweka hadharani. Katika mitandao ya jamii hili mnatazama namna gani? Lakini pia kisheria swala zima la udukuzi, naingia katika account ya mtu nachukua taarifa zake baadhi ambazo nazitaka ambazo mmoja hajaziachia au hakupanga kuziachia muda huo, alafu mimi naziweka hadharani kwa jamii. Hapa nini sheria ikoje? Lakini pia katika mitandao ya kijamii hili mnatazama namna gani? Mimi katika upande wa mitandao ya kijamii nafikiri kuna vitu ambavyo inategemea kwamba hicho kilichodukuliwa ni nini. Naomba niseme hivyo, kwa sababu tunapozungumzia swala la kwamba taarifa fulani zimetolewa, kuna taarifa ambazo zimefichwa ambazo jamii inatakiwa izipate.
alafu kuna mtu amezifikia kwa sababu hataki tu elewe nini kinaendelea. Ndio maana hata katika whistleblowing wanasema, yani wale watu wa taarifa kwa nia njema, kuna black na kuna white, wenye nia njema na wenye nia mbaya, kwamba taarifa zilizodukuliwa kama ni kwa ajili ya jamii na wananchi na zikatolewa, mimi kwangu, kwa upande wangu, sielewi sheria inasemaje, kwa upande wangu naona ni sahihi. Ila inapokuwa hizo taarifa ni taarifa ambazo hazipaswi jamii kaona, ama haikutakiwa iwe for the public eye, yani hapo ninaona kwamba ni makosa. Sasa endapo sawa ni taarifa njema zitakuwa ziende kwa jamii, umeingia kwenye account yangu basi na ruhusa yangu, hilo sio kosa? Sasa katika ndio hivyo kwamba tunapishana, kisio ni watu wachache sana wana uwezo wa kuingia na wakadukua, na kuhakikishia kabisa kwamba watu wenye uwezo wa kudukua taarifa ambayo mtu kaificha kwa nia mbaya na kaificha kweli kweli, mara nyingi sana ni watu ambao wana uwezo, wana access na pesa, na ni watu ambao wamejikita katika kuhakikisha kwamba wanajenga jamii bora kwa namna yoyote ile wanayoweza. Sasa wale watu wachache ambao wanaweza hivyo, yani mimi naweza nikasema kwamba wanakuwa wanajua jinsi gani atajikimu na namna gani atafanya. Yani sio elimu ambayo kila Mtanzania atafanya au mtu yoyote ana uwezo. Hata wale ambao wana hack account za Instagram wana uwezo mdogo sana, yani wenye elimu ndogo sana. Lakini napokuja taarifa kubwa, vitu kama hivyo wanakuta sio rahisi. Na Bwana Jonas, hilo kisheria unalitazama namna gani? Labda tu niseme kwamba kisheria na hata kwenye katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunasema kila mtu ana haki ya usiri, right to privacy. Kwamba mimi taarifa ambayo sitaki kuitoa uwezo ukanilazimisha, although hii sheria sasa hivi inasema kwamba polisi anaweza akachukua simu yako akanyonya taarifa, au akachukua kompyuta yako akanyonya taarifa, wewe unataka utaki. Umeona? Na ndio maana tunasema hii sheria inaingilia hata haki ya, tunasema ni right to privacy, uhuru binafsi. Umeona? Kwa hiyo hii ya hacking kama alivyosema dada, tuna hacking ni kosa, kuingilia taarifa za mtu alafu ukaanza kuzisambaza, ile tu ni kosa. Lakini kitendo cha ni watu wengi sana ambao tusitumie umwamvuli kwamba mtu amehaki. Kuna watu ambao wana release taarifa zao wenyewe alafu wanatumia ule mwamvuli kwamba akaunti yangu imekuwa hacked. So rahisi kama unavyodhani kuhaki akaunti ya mtu. Lakini mtu akishaona kwamba kuna mimi ambaye naweza kuingia katika akaunti yako nikachukua taarifa katika akaunti yako pia nikaziachia kupitia akaunti yako, ukasema kwamba akaunti yangu watu wameidukua. Lakini mimi naingia kwenye akaunti yako nachukua taarifa zako na kuja kwenye akaunti yako, nipo kifua mbele nilikuwa na imani kwamba taarifa hizi ni za ukweli na nimezitoa sehemu fulani na chanzo cha taarifa hizi niko nazo. Utofauti huu uko namna gani? Upande mmoja umeingia tunasema nimedukua kwenye account yako na nikatoa taarifa kupitia, kwa sababu nimeshaingia. Ina maana ulichukua simu yangu tuseme kupitia teknolojia. Au watu ambao wanadukua kupitia teknolojia, anafanya mambo yao ambao anafanya, anaingia mpaka kwenye account yako, anatazama kila kitu ambacho kipo katika account yako, alafu anatoa taarifa. Anaweza kupitia mtandao wewe mwenyewe, ama akachukua taarifa zile anazichukua anaziweka katika mtandao wake afu anazirusha akiwa na imani kwamba hizi amezitoa fulani. Kisheria zetu zinasema kwamba endapo unaweza ukaingia kwenye akaunti ya mtu au ukatumia akaunti ya mtu bila ruhusa, tunasema without authority. Tunasema without authority kwa sababu gani? Kuna polisi ambaye anaweza akaingia, ana mamlaka. Sheria imempa mamlaka ya kufanyaje,
ya kuingia kwenye simu yako na kunyonya baadhi ya taarifa au kwenye kompyuta yako na kunyonya taarifa. Wewe sasa ambaye umeingia without authority. Kwa sasa mimi ambaye ndo nalalamika sasa kwamba taarifa zangu zimechukuliwa na kusambazwa bila ridhaa. Sasa mimi ndo na mamlaka na haki au na wajibu wa kuprove mahakamani kwamba huyu aliingia akachukua taarifa zangu na hakuwa na authority. Kwa sababu Kambaya, narudia kusema kwamba kuna watu wanaposti vitu vyao wenyewe lakini wanatumia mwamvuli wa kwamba mtu ameingia bila kunani, bila ruhusa yangu. Umeona, bila ridhaa yangu. Kwa sasa wewe ndio unatakiwa uprove, useme kwamba aliingia bila nini, bila ruhusa yangu. Sasa watu wa IT sasa hapo ndio wanaanza kuhusika. Wanaanza kutrack kwamba kweli huyu alikuwa polisi bila kuwa na sababu za msingi. Kwa hiyo sasa kesi inakugeukia. Kwa hiyo usije tu ukafungua kesi kwamba nimedhalilishwa, alafu mwisho wa siku ikigundulika kwamba kweli hivi vitu uliposti mwenyewe, kibao kinageuka kwamba yule alikuwa ameshtakiwa mwanzoni anafungua malicious prosecution. Na mtazamaji wa ITV, ni meza huru na mada ambayo tunajadili hii leo, mitandao ya kijamii. Tupo na Jonas Ndodo kutoka mtandao wa watetezi wa haki za binadamu ambaye ni mwanasheria, lakini pia tupo na Asha Abinallah, yeye ni meneja mikakati na uendeshaji mitandao media kutoka pale Jamii Forum. Mengi tumezungumza. Amina Chengo, una magrupu mangapi ama makundi mangapi katika ukurasa wako wa WhatsApp? Magrupu naweza nikasema ni matatu. La kwanza ni la ofisini, mawili ni ya nyumbani, ya familia. Ni lakini pia kwenye Facebook na makundi tena. Facebook hapana. Wanajaribu kuniunga lakini huwa najitoa kwa sababu taarifa ni tofauti, kila ambacho unategemea kukipata ukipati, kwa sababu mnapojiunga kwenye magrupu zaidi unategemea kupata habari, lakini unapata vitu ni tofauti. Unapokuwa ofisini unatumia magrupu yako na kusoga nao ama kuchat nao kwa muda za kupata habari. Utumie muda ofisini kuchati kwenye magrupu? Na chati, lakini nikihitaji kuchangia kwa muda huo nachangia. Lakini kama hakuna muhimu naacha. Na isitoshe nina magrupu mawili, la ofisi wote tunapashana habari, ya nyumbani mawili, na maana ni kuchati tu na familia Mzee Chengo sie basi. Lengo la kuuliza nataka tutazame hili, kupoteza muda kwenye matumizi ya mitandao ya kijamii. Pia ukiacha habari kupoteza muda, kuna wengine kuna wakati unakuwa haupotezi muda, ile unakuwa tu muda wako vizuri. Mfano kama umesema kwamba wewe ni mwanahabari, unaweza wewe uko ofisi, labda kuna tukio limetokea Kibamba, limetokea nchi nyingine ama mkoa mwingine, mtu anaweka jamani kiwanda fulani kinaungua, amekupa taarifa, hujapoteza muda. Amekupa taarifa, unaanza kufuatia kutoka pale, unapata taarifa. Lakini pia sasa hivi utakuta wanahabari Tanzania wana mmoja wao, jamani nataka namba ya mkurugenzi wa mkoa fulani, alinawa na kuwekea pale, hujapoteza muda. Na tutakutazama haya magrupu, haya makundi ambayo yameanzishwa katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Utakuta labda mimi ndo admin ama ndo kiongozi wa ile grupu ambao nimeanzisha, nimeweka watu labda 150, watu 200. Ikatokea mtu katika sisi ameposti vitu ambavyo kwa mujibu wa sheria na katiba yetu ni makosa. Ile sheria hapa inarudia admin na au mnamrudia yule ambaye tuma. Inamrudia yule ambaye ametuma.
Wewe umeanzisha grupu lako kwa lengo zuri, wewe ni admin kwa lengo zuri tu, mtu akaibuka huko akaposti picha yake ambayo ni mbaya tuseme, sawa, imeanguka kwenye ile grupu. Kwa hiyo yule kwanza aliyotuma, sheria inamkamata. Na wewe umeipokea pale, kwa mfano wewe ndo admin, ukaitoa pale na ukasambazia wengine, sawa, na wewe sheria pia inakukamata. Kwa hiyo kuanzisha grupu lako ambalo lina lengo zuri kama admin, uwezo kana makosa, kwa sababu ile lengo lako lilikuwa ni zuri, na wewe ni admin tu, hujasambaza. Kwa sababu sheria inasema kwamba kuposti, kama umeposti kitu ambacho sio sahihi au kina insult au kinaleta uchochezi, hiyo ndio issue. Lakini kuanzisha grupu la WhatsApp, mbona watu wanaanzisha magrupu ya WhatsApp wengi? Basho unasemaje? Kwanza swala la kuna changamoto ya watu kufikiri kwamba akiunganishwa kwenye group ni lazima akae. Unajua, bahati nzuri sana tumeevolve. Nafikiri changamoto kubwa ipo kwenye WhatsApp, lakini wakati tunaanza mwanzoni watu walipata shida sana kwamba anaugua magrupu ambao wenzao aliyosoma nao nursery, aliyosoma nao primary, aliyosoma nao secondary, na kwa magrupu mengi, alafu anafikiri kwamba hatakiwa awepo, yani anashindwa kuondoka. Kitu ambacho ninapenda nizungumzie kwamba mara nyingi sana group ambayo inakuepo hapo mara nyingi ni reflection ya yule alianzisha kwa nia gani. Anapokuwepo group admin, mara nyingi sana katika hivi vitu vinavyoleta tija, pengine ni group la kazini, ama pengine ni group la gaji, unakuta kwamba yule ambaye ameanzisha group kwa lengo hilo, anapokuwa strict, anapokuwa na vigezo na sheria za kuhakikisha kwamba zinafuatiliwa na yeyote aliyo member pale, unakuta group inaenda vizuri sana. Kwa hiyo kitu ambacho naweza nikasema, mara nyingi sana unapoingia WhatsApp group, hata ukiingia huna uhakika, wewe subiri tu siku moja, angalia tu pale, je, ni taarifa zile ambazo wanaforwardiana kila group, unajua tu hapa ni unapoteza muda. Lakini je, taarifa zinazokuepo hapo zinaendana na kichwa cha habari na kile ulichoambiwa kinafanyika? Unaangalia tu na kupima, hii taarifa nahitaji ama sihitaji, yani unaamua hapo. Hata hivyo, ningependa niongezee kwenye swala la nani anahusika linapokuja taarifa ya kufahamu. Kwa mfano kwenye swala la mitandao ya kijamii, nikizungumzia kwenye upande wa mitandao ya kijamii, ningependa niseme kwamba wadau wanaotakiwa kuhusika katika kupata taarifa ni wengi sana. Kwanza inatakiwa mwananchi mwenyewe. Mwananchi mara ya kwanza ameanza kupata hizi taarifa kwa kutishwa. Yaani hii taarifa ya cybercrime law ilivyokuja huko nje, ilipokuja kutoka, mara nyingi sana vipengele vingi ambavyo vilikuwepo vilikuwa ni vipengele ambavyo mpaka mtu anatishika kutumia WhatsApp. Na kitu ambacho wadau wengi, hata serikali inapata changamoto, ni kufahamu kwamba watu ambao tunaendesha shughuli zetu kupitia mitandao ya kijamii tuna support hiyo sheria, tunaitaka, ila tungependa tu baadhi ya vipengele viboreshwe na kwa sawa. Na inapokuja kwa yani kwa service providers, ninaposema service providers, na maana pengine makampuni ya simu, watu kama sisi Jamii Forums, kuna umuhimu kwa namna moja ama nyingine kutoa elimu kwa mwananchi ambaye anatumia service yako, kwamba mimi ni kampuni fulani na nani, hawa ni wateja zangu wa internet, najua kabisa wana subscribe internet na data, ni namna gani ninawapa huduma bure, pengine kutoa taarifa kwamba dondoo hata kwa siku moja katika kutumia mitandao ya kijamii, pengine epuka hiki na hiki na hiki, yani vitu kama hivyo. Na ndio maana alisema hapa kaka, ingekuwa kwamba wadau wote wamehusishwa, toka service providers, toka hao wanaharakati, tokana na NGO mbalimbali, pengine kungetafutwa njia, yani ingeangalia kwa upana kwamba sio tu tumepata hii sheria, lakini itakapokuja Mtanzania ataweza kuifahamu vipi? Na tukiangalia nature ya Watanzania kwamba wengi hawapendi kusoma ama kupata taarifa, namna gani tutahakikisha watakuwa na taarifa sahihi na watatumia mitandao ya kijamii kwa kunufaisha badala ya kubomoa. Na mtukitazama hii mitandao ya kijamii, baada ya kutazama faida zake katika jamii na maisha ya nyumbani, katika mahusiano ama katika ya baba na mama na watoto nyumbani, ina madhara gani ama ina athari gani? Changamoto nataka niingie hapo kwenye, kwa sababu kuna faida na madhara pia tunapata kupitia kwenye matumizi ya mitandao ya kijamii. Wakati mwingine unakuta labda kuna tukio la ajali limetokea, bahati mbaya mtu amefariki kwenye hali mbaya kabisa, watu wanapiga picha,
wakati mwingine zile picha inakuwa sio nzuri kiukweli kuziangalia na zinasambaa. Familia zao maskini hawajui, labda baba ameenda kazini, mama ameenda kazini, kilichompata huko mtu anakuwa hajui. Lakini wanapiga picha, mwisho wa siku inawezekana ikawa namrudia familia ambayo inamhusu. Ile familia anapokea tofauti kwa mujibu wa ile picha alivyoiona. Na pia tuangalie na hizo athari za matumizi ya mitandao ya kijamii. Kwa hapa tuongezee, ukiachilia mbali mtu amekwenda kupiga katika ajali ya picha, kuna mwingine utakuta anaposti picha za watoto katika anazituma katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Kwa hiyo tutatazama hilo, tutazame na hili pia kijamii, lakini pia tutazame na kisheria. Mtoto, kwa sababu hata sheria nayo mtoto inamlinda sana tutazame kijamii afu tutazame kisheria haya mambo ambayo tumeuliza. Kijamii naweza nikazungumzia kwamba kwa mfano moja ya kitu ambacho mimi kinanyuma sana ni nidhamu imekuwa ndogo sana kwa wazazi. Yaani baba na mama vijana, baba na mama watu wazima. Yaani kwa sasa hivi familia zinatenganishwa kwa ajili ya mitandao ya kijamii. Unajua kinidhamu, unapokuwa wewe umeshinda kazini siku nzima, upo kazini, unaporudi nyumbani inapaswa uwe umerudi nyumbani. Unaachana na watu wale katika jamii yako. Umekuta kwamba kumekuwa na changamoto kubwa ya watu kufurahia sana kila anachokipata kwenye simu, anashindwa kujipatia yeye nidhamu ya kuangalia kwamba ni namna gani nitumie hii mitandao ya kijamii. Yaani unaweza kweli kuna watu wengine wako busy sana. Pengine ndo anapata nafasi ya kupitia zile message za group zote. Lakini priority ya kwanza inatakiwa familia. Familia sina maana tu wao umeolewa watoto, hata mama, baba, ni familia kwa jumla, kama ni nani unaishi naye. Kwa hiyo unapofika pale imekuwa changamoto kubwa. Saa 2 usiku mama anatumia simu, yuko kwenye simu, baba anatumia simu, watoto wamekata hapo pembeni wanacheza, chakula kiko hapo, mtu atakula peke yake. Hiyo ni changamoto ambayo nasihi sana Watanzania tujaribu kubadilika na tujiangalie katika nidhamu inapokuja swala la familia zetu, tunapokuwa kwenye muda unaotakiwa uwe na familia. Kabla ya kutazama hili kisheria zaidi, nikwambie tu mtazamaji, unao nafasi ya kupiga simu kupitia 0767 44 47 01 0767 44 4701. Hakikisha unapokuwa unapiga simu umepunguza sauti ya runinga yako. Unapokuwa unapiga simu punguza kabisa sauti ya runinga yako na tusikilizane kupitia simu ambayo utakuwa umetumia kupiga. Na sasa tutazame hili pia kwa upande wa sheria liko namna gani? Labda tu niseme kwamba hii sheria ni pana sana. Ina wigo mpana sana wa kukamata mtu. Na ndio maana sije kama ile nilisema tuwe makini sana wakati wa kuposti hivi vitu, kwa sababu mwisho wa siku, na hili labda niliongelee kwa wanahabari zaidi, kwa sababu wao ndo wanakuwa kwanza wakifika kwenye tukio wanachukua matukio alafu wanayarusha. Lakini sasa hivi sio wanahabari, yani ni wanajamii tu wa kawaida. Mtu amepita kaona ajali, cha kwanza kabisa anaanza kurusha. Mtu labda kukupa msaada ya kutoa una dharura, kwanza anakupiga picha, yani atutaka hao wa kwanza kupost, anaposti afu huduma nyingine zinakuja baadaye. Ndio. Sasa kisheria kuposti picha ambazo, ndio maana mwanzoni nilisema kwamba hii sheria ni pana sana. Sheria inasema kwamba endapo naam, tutaendelea. Michael kutoka Shinyanga mjini yuko kwenye line. Habari za size Michael? Mapema studio. Salama, unasemaje Shinyanga? Kwa Shinyanga ni kwema kabisa. Karibu katika meza huru na tunakukaribisha tupate kusikia mchango wako. Asante sana. Mada nimesikia vizuri na nimeelewa. Kitu kikubwa kilichotujengea hapo, hiyo sheria mitandao na makosa makubwa ambayo hajarekebishwa. Na kitu ambacho mimi nitasema kingine kwa upande wa watumiaji, wamekuwa ni watu wa kuposti vitu katika jamii kama magrupu ya WhatsApp haya, wanakuwa magrupu ya picha chafu, video chafu. Mbona sioni kama sheria imeshaanza kufanya kazi? Maana haya mambo yanaendelea kila siku na tunayaona, watu wanafahamika. Ni kwa nini serikali hajioni imechukua sheria hatua za swala hili? Au ni watu tu wametunga sheria na ndio ikaboka?
hatujaona kifanya kazi na kunasa watu ambao wanafanya mambo hayo. Ni kwa nini? Na kingine nilisikia mwanasheria hapo ameongea kitu kingine zaidi, kwamba hapo ukiwa nje ya nchi ukifanya kosa utakaporejea ndani ya nchi, sheria hiyo inaweza kuchukua hatua. Hatumia kwa fungu. Ndio sana ikiwe na mmefurahi kwa yako mlitoka. Na tukushukuru sana kutoka hapo Shinyanga. Naam, ni mchangiaji kutoka kule Shinyanga. Anazungumzia kwamba sheria hii tangu imeundwa mwaka 2015 imetungwa mpaka sasa haoni kama inafanya kazi. Lakini pia kuna yule ambaye alikamatwa pale na kanda maalum ama Commissioner Siro alikuwa amemtangaza, ambaye aliposti taarifa ambazo ni za uongo akiwa amehusisha watu mbalimbali wakati wa kampeni ambayo inaendelea ya madawa ya kulevya. Kuna watu walikuwa wamepostiwa kwa yule mtu alikamatwa na akamwambia aongee pale, na jamaa akaomba radhi na mambo mengine yaendelea kisheria zaidi. Tuendelee pale ambapo tulikuwa kwa kata posti picha ambazo zinakuwa hazina maana ama za kutia na mambo kama hayo. Ya kuonekana kwa sheria bado ina mapungufu mno. Ya sheria ina mapungufu, lakini kama nilivyosema Bwana Kambaya, hii sheria ina upana wake ambao ukiangalia malengo yake kwa upande mmoja sio mabaya, kwa sababu kwa mfano nimeongelea swala la watoto hapa. Naam, kabla hujaendelea kwa watoto, Damas kutoka Mwanza, habari za saa hizi? Salamu habari jioni. Sisi ni wazima, wanasemaje Mwanza? Ndio mama, sisi wazima. Karibu katika meza huru hapa ITV. Niko na kuambia kwamba salama. Sasa tunataka kuingia kwamba mnapokuwa mnazungumzia mitandao ya kijamii, je, mitandao ya kijamii yanaanza kwamba ina faida gani kwa sisi wa duniani? Kama tuko nasema baba ya kwamba katika hali ya kawaida lazima ujue kwamba hii mitandao tu nimejiunga, nimekuja nimejiunga na faida gani? Na je, ni kiposti kinakuwa na madhara kwangu? Mimi kiposti kinakuwa ni elimu kwa jamii. Sasa tunakuta mtu anaposti vitu vya ajabu, vitu ambavyo havijengi jamii, na hata kwa hiyo mtu mwenyewe unapokuwa kwamba kuifungua kuangalia, lakini hakijengi. Na mwanasheria hata kusaidia kwamba ni kitu gani au nini asiposti sheria inakubali aidha wewe mwenyewe andika au sio kwamba imetokea wapi. Kwa hiyo ni kwa sababu kwa sababu kutoka kwa ina maana gani hali ya jamii. Naam, shukrani sana Damas kutoka hapo Mwanza. Hilo mwisho ambao amezungumza ukopi na kupesti tulianza kulizungumza awali kabisa, lakini nataka kufahamu ni picha gani ambazo kama mtu akiwa ameposti ama maneno gani ambayo mtu akiwa ameposti inakuwa ndo sheria na kwenda mbana. Kwenye sheria kuna zile picha tunasema za utupu, pornographic photos, au picha ambazo kwa maadili yetu ni kinyume na maadili yetu. Kwa mfano umepost picha ya mtoto ambaye labda ametelekezwa, au mtoto ambaye au mwanamke ambaye labda amepigwa na mume wake akavuliwa nguo, au alikuwa anazalilishwa, alafu ukapiga zile picha alafu ukaziposti kama zilivyo. Ndio maana ukiangalia kwenye kwenye magazeti mtu anachukua tukio, lakini kuna sehemu anafanyaje, anaficha. Sasa ukiposti zile picha, ndio maana ulikuwa unasema mwanzoni hapo kwamba mtu anataka awe wa kwanza kuonekana kwamba amepata ile tukio. Sasa mtu anapiga tu alafu mara moja anaposti bila kujua kwamba labda kuna sehemu ilikuwa inaonekana wazi, labda kuna sehemu ilikuwa haijawa covered, au kwa mfano kwa watoto wadogo sheria inawalinda. Sheria ya mtoto inasema hata tukienda mahakamani zile hatuna mahakama za wazi za watoto wakati masuala yao yanaendelea mahakamani. Ile ni protection ya nini, ya watoto, tunawalinda watoto
kwamba kwa vile ni wadogo kuna haki zao zinalindwa, kwa sababu kuna vitu ambavyo wao kwa umri wao hawawezi wakawa na consent navyo, kukubaliana navyo au kukataa. Ndio maana tunawalinda, sheria inawalinda kwamba wakati mambo yao yanaendelea wasifanyeje, kusiwe na kamera zinaonesha, tunasema in camera, hayo masuala yao yasionekane. Kwa hiyo hizi pono uwanja wa hizi picha za uchi, uwanja wake ni mpana sana. Ndio maana nasema hii sheria ina upana sana. The moment watu wanadhani pornographic ni na Johannes, turudi kwako kutoka Songea, Amani Yasini. Habari yako Amani Yasini? Halo. Habari yako? Safi. Karibu katika meza huru. Mada nimeielewa. Naweza nikasema bado sheria ya mitandao ifanye kazi ipasavyo. Kwa sababu gani haifanyi kazi ipasavyo? Kuna vitu vinaonekana wazi kwamba Watanzania walio wengi tuna matumizi mabaya ya mitandao. Hata hii mitandao midogo midogo kama Facebook, WhatsApp, Instagram ambayo tunaitumia mara kwa mara. Unakuwa na mapungufu ya baadhi ya watumiaji, unakuta wanaposti viongozi, wanaposti vitu ambavyo havieleweki. Kama sheria ingekuwa inafanya kazi, ingekuwa ishaweza kudhibiti hili. Bila shaka nahisi na hao ambao wamechaguliwa na hii mitandao wanaitumia, lakini kwa nini hawachukui hatua? Kuna kitu hawaoni huko. Naam, tukushukuru sana Amani kwa mchango wako huo. Lakini pia kwa sasa kama unaposti picha ambayo haina maadili, hasa hizi za kudhalilisha wanawake ama za watoto, kama ni kwenye Instagram na kwenye Facebook, utaona wanakuambia picha yako ambayo umetuma tumeiondosha kwa sababu hizi na hizi na hizi. Na pia wanakupa nafasi ya kujitetea. Kama unaweza kutetea picha yako iturudishe, una nafasi ya kujitetea. Kama hauna uwezo wako wa kuitetea, nakwambia tunaiondoa. Kwa ukikubali wanaiondoa moja kwa moja. Anasema sheria haifanyi kazi japokuwa imetungwa. Na anasema na hawa ambao wanasemea sheria hii wanatumia mitandao, ina maana hawaoni. Bwana Kambaya, labda nipende tu kuambia wananchi kwamba sheria inafanya kazi. Ukitaka kujua kwamba sheria inafanya kazi, wewe hizi posti ambazo tumesema kwamba sheria imekataza. Changamoto iliyopo ni kwamba tunaona kwamba sheria haifanyi kazi kwa sababu watu hawafuatilii kesi ambazo zinaenda mahakamani au watu ambao wanakamatwa kutokana na haya makosa. Ni watu wengi sana ambao sasa hivi wamepelekwa mahakamani kwa makosa haya, kwa kutumia kifungu cha 16 cha sheria ya makosa ya mtandao. Sasa kosa likitokea mnatangazia watu 13 wamekamatwa kwa makosa haya ya mitandao. Tumezuia na hiyo. Sasa na wengine wao yanatokea. Sawa. Lakini sio lazima mtangazie kwenye taarifa ya habari. Hizi ambazo unaziona kwenye taarifa ya habari ni zile ambazo zinawahusisha watu ambao wakubwa, maarufu, watu maarufu. Johannes, lakini hilo ni moja katika ambao wakati unakuta unakwambia sheria haifanyi kazi. Utakuta kwenye jamii tunajua kabisa mtu A ndio desturi yake kutoa hizo. Ukiingia kwenye Instagram baada ya kipindi nitakwambia kuna mtu ameandika kabisa pale kazi ambayo anafanya kwenye Instagram, na nakwambia ukitaka kujiunga lipa kiasi hiki kwa namba yangu ya simu hii hapa, ukishalipa na kuunga katika kundi utapata huduma 1 2 3. Ni mambo ambayo yako kinyume cha sheria. Sasa utakuta mtu baada ya kuona mambo haya yanaendelea, sababu sheria haifanyi kazi. Licha hao wengi ambao wanakamata. Huyo anatangaza biashara, lakini kuna watu wanatuma picha chafu kabisa. Au video, wanatengeneza video wanatuma na kimya na wanaendelea tu kuzituma. Sheria iko wapi? Unajua changamoto ya hii sheria ni kwamba makosa yake ni tunasema ni ya jinai. Jinai, makosa ya jinai ambayo yanaendesha haya makosa ni DPP, mwendesha mashtaka mkuu wa serikali, wanasheria wa serikali, jamhuri ndio inaandikwa pale. Hata kwenye haya majina ya kesi jamhuri ndio jina linaandikwa pale kwamba jamhuri dhidi ya Kambaya. Kwa sasa kuanza kufuatilia
mtu mmoja baada ya mwingine. Mimi mwenyewe kweli naona kwamba ni mzigo mzito. Kwamba serikali kuanza kufuatilia mmoja baada ya mwingine. Unaona ni mzigo mzito pia. Tumsikilize kwanza Shabani kutoka Makongo. Shabani kutoka Makongo, bila shaka ni Dar es Salaam. Habari kutoka hapa Makongo, Shabani? Salama. Mimi nilikuwa na swali. Karibu. Ndio, kwa mfano sasa mimi natengeneza grupu langu, yaani hilo grupu nalitengeneza tu kwa nia nzuri. Sasa kuna baadhi ya watu ambao wameingia kwenye hilo grupu wanaanza kuposti vipicha ambavyo sio, wanaleta mada ambayo sio. Kwa hiyo swali langu ni kwamba mimi ambaye nimetengeneza hilo grupu ndio tutahusika, ama yule ambaye aliposti yale mpicha ambayo sio ndio atahusika kukamatwa? Yaani ndio swali langu. Haya, asante sana Shabani kutoka hapo Makongo. Lakini awali lilizungumzwa hili ya kwamba wewe ambao umeanzisha kundi hilo ama grupu hilo, iwe ni WhatsApp, iwe ni Facebook, kwenye Instagram, wewe hauna makosa kwa sababu umeanzisha hilo kundi kwa nia njema, ila huyo aliyeposti ndiye ambaye atapambana na mkono wa sheria kwa kuwa atakuwa ameposti vitu ambavyo vipo kinyume cha sheria. Ukitazama pia miongoni mwa vitu ambavyo vinafanyika katika mitandao ya kijamii na Chengo Biato, bila shaka watakuwa na shahidi katika hilo na ushahudhuria katika sherehe mbalimbali ambapo watu wamekutana katika mitandao, wamezungumza, wamesoga, ambako wanakutana na wanafunga ndoa kwa namna moja ama nyingine. Na sio ndoa tu, hata pia misaada. Mtu amepata tatizo, tunachangishana, tunamsaidia mtu ambaye amepatwa na tatizo. Na hata kufunga ndoa, kweli kabisa, kuna ndoa nyingi sana zimefungwa kupitia mitandao hii ya kijamii. Na ndio maana tunasema kwamba ina faida, lakini pia ina hasara zake. Nilikuwa naongelea kuhusu watu wengi wameongelea kwamba sheria hii ni kama haifanyi kazi. Mzigo ni mzito wa serikali kuweza kufuatilia kila mmoja. Ingekuwa kweli kwamba wako serious kweli wanafuatilia kila mtu, huenda tusingesalimika wote hapa. Kwa sababu hata mimi mwenyewe kuna siku nishai kuposti afu nikasema kwamba lakini hii taarifa ndio posti kwa kweli ilikuwa haistahili baada ya kuisoma mara mbili. Haya, pole baada ya kuposti hapo naona kweli haistahili. Tuelekee Zanzibar. Hassan kutoka Zanzibar, habari za muda huu na karibu katika meza huru. Asante, nashukuru sana. Nimefuatilia kipindi chenu kwa makini. Nimefuatilia kipindi chenu kwa makini na kusikiliza vizuri. Sasa nina swali moja nitaka kuuliza. Mtu akiwa ametengeneza grupu akaposti, sasa katika grupu akapata watu ambao wanatuma taarifa ambazo ni ndogo, alafu yule naye akachukua ile taarifa akamtumia mtu wake, na maana taarifa ile admini amepata kwa mtu mwingine na yeye akaichukua kwa mtu mwingine. Hapo je, sheria inagusa pande zote mbili, kwa mtumaji wa mwanzo na nini, au anagusa aje posti mwanzo ikiwa ile posti nzuri? Haya sana Hassan kutoka hapo Zanzibar. Jambo tulizungumza kwa faida ya Hassan na wengine ambao labda walitukutia katikati wakati tunazungumza hili. Bwana Jones, karibu. Wote wawili alianza kuposti na aliyechukua akasambaza kwenda kwingine, wote sheria inawabana. Wote wawili sheria inawabana. Naona maswali mengi yameelekezwa kwenye magrupu kwenye magrupu. Yaani ile matumizi ya kawaida. Ukipokea ile taarifa ukaona kwamba sio nzuri, sio sahihi kuposti, unatakiwa kudelete, kufuta kabisa. Unatakiwa kuanza kusambaza. Ilianzishwa muda fulani, futa, delete kabisa. Kwamba unaona kwamba hii taarifa kwa kweli kwa jinsi nilivyoiona kwenye simu yangu haistahili kukaa hapa, wewe futa tu. Kwa sababu ukishawishika ukaanza kuposti, sheria inakubana. Sasa kuna mwingine unaweza kukuta nimepata picha ambayo si nzuri, haina maadili. Mimi labda rafiki yangu Chengo ndio hizo picha tunatumiana. Nikuta namtumia Chengo baada ya mimi kuipata, alafu kangu naifuta. Hata maana kama mimi nimeshafuta. Sinajulikana kama umetuma wewe. Nilishasambaza. Unajua I wish ungekuwa na mtaalamu wa swala ya nani ya teknolojia hapa. Kitu chochote ambacho wanaposti mtu akiweza
Yaani kwa mfano Google au kwenye Facebook unaweza ukadelete, lakini mwisho wa siku akiamua kutrack inarudi. Haya, inarudishwa. Muro kutoka wilayani Hai, karibu. Labda na maombi hapo ndio kwanza kushtakiwa. Ni kwa nini mimi nilitumia vitu nisambaze nishtakiwe mimi? Sijakuelewa vizuri Muro, rudia tena. Nauliza hivi. Karibu, uliza. Na kuuliza hivi, unakuta mimi nimetumia labda message ya WhatsApp na mtu na mimi nikaisambaza, lakini mtandao kufundisha message ile toka hata kwa sifuri mara ya kwanza. Kwa nini ule mtu wa kwanza alitumia kishtakiwe, na ni kama wameshtakiwa ni wangapi hiyo kishtakiwe mpaka leo hii? Amani kweli. Haya, wasalimia hapo Hai Muro. Bila shaka umesikia alichouliza. Naam, karibu. Ndio maana nasema kwamba hii sheria ina changamoto, kwa sababu kuna mtu mwingine anaamini kabisa kwamba huyu wa kwanza huyu ndio mwenye anatakiwa responsible, anatakiwa sheria imshughulikie kwa sababu yeye ndio source. Lakini sasa unakuta kwamba na huyu wa pili ambaye ametumiwa naye akituma, sheria nayo pia inambana. Lakini tulitakiwa tuangalie source ni nini, chanzo ni nini. Huyu ndo alitakiwa abanwe. Lakini sheria inaendelea mbele kusema kwamba hata yule ambaye alitumiwa akisambaza naye pia anabanwa. Sio tunafanya makosa. Hiyo ndio concern. Lakini si wote wamefanya makosa. Of course. Kufanya kosa sheria inaonyesha mkondo wake. Dasha, nyinyi ni Jamii Forum. Ndio. Ya taarifa pia mbalimbali kutoka kwa watu mbalimbali ambao ni wasomaji, lakini nao pia wanatuma taarifa. Na wanapotuma taarifa za namna hii ambazo na uhakika kabisa sio za kweli, mnafanyaje? Zinatolewa mara moja. Hazikati. Yaani zinafutwa, yani kwamba mtu aweze kaangalia. Ndio maana unakuta saa nyingine hata unapopewa taarifa kwamba hii inatoka Jamii Forums kwenye WhatsApp sana iko tabia. Mtu anafahamu, anajua kwamba akisema ya B4 watu wataniamini. Anaiweka haraka sana, anakuwa ni mzoefu. Anaiweka haraka sana. Hapo na screenshot. Anajua itatolewa. Yaani anajua kabisa Jamii Forums ili swala wasimamii. Yaani baada ya dakika moja tu anakuta kweli imetolewa. Lakini kisha screenshot, umeelewa? Anasambaza ile sasa picha kwamba hii source ni Jamii Forums, basi watu wanaamini kama Jamii Forums imekaa basi ni kweli. Kwa hiyo amini mtu ambaye atakupa link. Ni bora mtu akakupa link platform yetu Jamii Forums kwamba angalia, fuatilia link hii, kuna taarifa hii. Ukifungua hiyo link ikaendelea discussion, naona inaendelea, then probability ya kusema kwamba kweli inakuwa ni kubwa. Lakini kwa kiasi kikubwa, yani tuna watu ambao wanahakikisha taarifa ambazo ni za uongo au zinaonekana kabisa kwa ni walakini zinatolewa papo hapo. Na kuna wakati ndo katika ile kutazama kama mitandao ya kijamii inakuwa inatoa taarifa kwa haraka, utakuta Jamii Forum labda wanaandika tukio halijatokea kwamba fulani atafanya kitu fulani. Katika viongozi kubwa yawezekana ikaja kweli likafanyika ama lisifanyike. Ni ambacho huwa ngatia na huwa mnapata taarifa hizi. Ni mara nyingi sana inakuwa katika staha. Mtu anayefikisha ujumbe kwa ajili ya kukomesha au kuharibu anaonekana lugha alivyoiweka na kuipanga. Unajua Mungu ni ajabu, maneno ni ajabu sana. Ni vile unavyo pangilia. Kuna mtu ukisoma tu taarifa kwa mtu yote haraka unaweza kusoma kwa kuta hii ina walakini. Alafu kuna watu ambao sisi kama wanavyosema kuna kama Jamii Forums ni vigumu sana mtu akakuingilia. Kwa hiyo ina maana kwamba sisi ni as administration unamtafuta yule mtu. Hii taarifa iliyopo hapa kwa muda tumeitoa. Tunaomba utupe vithibitisho ama vigezo vinavyokufanya kwamba hii taarifa ni kweli. Tukipewa ile vigezo na taarifa tunairudisha. Maana unakuta taarifa nyingi sana za Jamii Forums, yani inaandikwa leo baada ya miaka 3-4 mtu inatoka vile hivi zungumza. Yani tuna mifano ambayo imetokea hasa katika uchaguzi wa siasa wa 2015 uchaguzi mkuu. Mambo mengi yalizungumzwa miaka 4-5 iliyopita, itakuja kwa hivi na kweli ikatokea hivyo. Ndio sasa katika uendeshaji wa mtandao wetu inakuwa ni changamoto kubwa sana inapokuwa mtu akiweka taarifa kama hizo, mtu anakuja kukuambia hii taarifa itakuwa ni ya uongo, na wakati haimuumizi mtu wala haifanyi nini, ila inatoa tu taswira ya kile ambacho kinatarajiwa. Sasa endapo kuna watu sasa hivi wamekuwa watundu katika mambo ya graphics ya
Naweza nikachukua nembo ya Jamii Forum naiweka sehemu nzuri kabisa. Nachukua maandishi yangu naandika vizuri na yaweka sehemu. Lakini nikitengeneza nikana kwamba labda watu walikuwa kichati katika Jamii Forum. Mimi natumia nembo yenu na kukata taarifa labda ni ya uongo, labda ya kutusi, alafu naipost kwenye mtandao. Hii inawaumiza namna gani na huwa mnachukua hatua kwa namna gani? Inatumiza kwa inapokuja wale ambao sio watumiaji. Bahati nzuri sana watu ambao ni watumiaji wa Jamii Forums wana uzoefu fulani. Yaani kuna wale ambao anaelewa akipata hicho kitu ataenda kukisearch pale. Ukikisearch na maana lazima upate link. Ninapozungumza link ni kiambatanisho kinachoonesha hiyo habari iko hapa. Utaifungua, utaikuta na utakuta kwamba ni kweli. Lakini hata kama naomba nitoe angalizo, kuna wakati habari imewekwa kweli na imewekwa maybe ilichelewa kutoka, ikachelewa, watu wakajadili kabisa pale, lakini ikatolewa baada ya kuchelewa kutoka, lakini kwamba ni inapokuja ukaja pale Jamii Forums ukaitafuta haipo, ina maana ni kitu ambacho hata sisi kama Jamii Forums tunakikataa kwamba kinafaa watu kuwapata, yani kuwafikia. Na pia katika hilo kuna wakati unaweza kaona labda anawekwa msanii Amina Chengo pale ama mtangazaji A kawekwa pale katika kurasa forum na wanakaa muda lakini unakuta wale sasa ambao wanakuja wanachangia kueleza mabaya ya huyu msanii X ambaye amewekwa pale ama mtangazaji X ni mabaya ya kukera na ya kuudhi kwa namna moja ama nyingine. Kwa hao ambao wanachangia katika comments zile, labda mnapitia, na kama mnapitia huwa mnachukua hatua gani? Hatua ya kwanza ni kutoa kile kitu. Mara nyingi sana kama kuna mtu ambaye ametoa comment ambayo ni mbaya, saa nyingine katereza kama ni mtaji muda mrefu, na tunafahamu kwa sababu tuna majukwaa pale zaidi ya 30 na lakini zile timu mtu anapewa ili jukwaa la mahusiano, hii jukwaa lake la habari na hoja, jukwaa la siasa, anakuwa anafahamu watumiaji wake. Anaona kabisa huyu mtumiaji ametereza, kiasi kwamba ile post yake ameiweka kirudi tena sipoiona anajua kabisa huko hawajapenda, nikirudia hapa ina maana unafungiwa. Tuna adhabu kwa nani? Tuna adhabu kwa watumiaji pale anapokuwa amevunja sheria, maana tuna kanuni na sheria zetu. Anafungiwa, anakuwa hana uwezo wa kuchangia tena pale. Na pia hapo tunahakikisha kwamba kama ni mtu ambaye unaweza kumpa taarifa ukamuonya na ukamwambia sirudie, yupo mtu dedicated ambaye anatoa taarifa pale hicho kinacho sio sahihi, usirudie, inatolewa. Lakini wengine wanatumia mwanya huo kwa sababu tu nina chuki na kambaya, natuma pale alafu naanza kukashifu, wengine wataendelea kuchangia. Na hata ukiangalia wengi wao ambao ni wanachama kwenye ile Jamii Forum wanatumia majina sio sahihi. Kwanza tunahamasisha mtu atumie, sio kwamba watu wengi, yani 90% almost ya watumiaji sisi ni anonymous. Ndio maana unakuta kwamba tuna policy pale inasema privacy policy. Tumeahidi kuwalinda watumiaji wetu kutokana na taarifa zao binafsi, yani kwamba anonymous name, kwamba anapokuja pale wewe unaitwa mbaya, lakini umekuja pale umejiita Joe, ina maana Joe ni pen name ya kwamba unataka uwasilishe pale. Hiyo tunakuwa yani ilikuwa katika zaidi, yani watu wawe na uwezo wa kuzungumza yale ambayo yanaweza kajenga jamii, yanaweza kasimamia jamii. Sasa ndio pale tunaporudi, tunapokuwa na mada ambayo imelenga kumchafua, kwa hivyo pale sina maana ni matusi na nini, yani inatolewa haiji. Na pia kama utawekwa picha yako, imewekwa kwa malengo gani? Yani kwamba tu kumchambua? Hapana, lakini imewekwa picha yako, ana maelezo zaidi, kuna vigezo vimewekwa pale, kuna habari nataka kuleta, ndio hapo habari inaweza kaachwa. Na tukija bwana kwako bwana Jones, awali imezungumzwa kwamba kuna changamoto katika sheria ya makosa ya mtandao ya mwaka 2015 na hata ambao wamepiga simu wamezungumza hilo. Nini sasa unadhani kikifanyika kitakuwa ni sehemu moja hapo ya kuboresha sheria hii na ikafanya kazi kwa uzuri zaidi? Kwa kuwa sasa hivi sheria iko inafanya kazi, ilishasainiwa, inafanya kazi. Kwa hiyo kuna njia mbili tu sasa hivi za ni either marekebisho yafanyike, na marekebisho hayo ni kwa kwenda mahakamani, kwenda kuchallenge mahakamani, kama ambavyo baadhi ya wanaharakati washaenda mahakamani kuchallenge. Kwa hiyo mahakama ikitoa maamuzi kwamba hii sheria inabidi sasa ibadilishwe, ndo itakuja kubadilishwa, mchakato wa kuja kuibadilisha. Lakini kwa jinsi ilivyo hapa sasa hivi
inaendelea kufanya kazi, na mpaka ije ibadilishwe ndo tunaweza tukasema kwamba kunaweza kukawa na ahueni. Lakini kwa sasa hivi sheria ipo jinsi ilivyo na inafanya kazi tena bila kanuni. Bila kanuni. The only way sasa hivi ya kuweza kubadilisha ni kwa kwenda kama watu washinda amani. Na judgment kadhaa zilishatoka. Kwa mfano sisi wenyewe alienda nani Jebra akachallenge baadhi ya vifungu, vingine vikakataliwa, vingi vilikataliwa. Kilikubaliwa kimoja, kifungu cha 50 ambacho kilikuwa kinamnyima mtu haki ya kusikilizwa. Kuna kifungu kilikuwa kinasema kwamba mtu akishakiri kosa ndivyo pia anaweza akampa adhabu hapo hapo. Sasa ile ikishaonekana tu kwamba umekosea alafu na ukakiri, mwisho wa siku unakuwa punished, unakosa ile haki ya kwenda mahakamani ku prosecution, kwa sababu tunasema kwamba kwenye kesi kusikilizwa mahakamani unapewa nafasi mara mbili. Bana, umekosea, ndio unarudia tena kusomea maelezo. Kwa hiyo ile ndio tunasema haki ya kusikiliza. Hiyo sasa hivi imeondolewa. Lakini kwa ufupi kabisa ni upi kwa watu wa mitandao ya kijamii? Tangu ni mmoja. Wengi wamesema hapo kwamba sheria haifanye kazi, lakini mimi nasema tu kwamba tutumie mitandao ya kijamii vizuri, na kabla hujaposti kitu chochote jiridhishe, soma uone kwamba shukrani. Kwa ufupi kabisa urako ni kwa kutumia mitandao ya kijamii. Ningependa wale ambao wana uwezo wa kupata taarifa kuweza kufundisha wengine katika family level, katika makundi, watoe taarifa, saidiane katika jamii. Namna hiyo, mtazamaji wa ITV, ulikuwa ukifuatilia meza huru kwa siku hii ya leo. Tulikuwa tukitazama mitandao ya kijamii na mengi tumezungumza. Studioni tulikuwa na Asha Abinallah, yeye ni meneja mikakati na uendeshaji mitandao kutoka Jamii Forum, lakini pia tulikuwa na Jones Sendodo kutoka mtandao wa watetezi wa haki za binadamu. Walikuwa kuongozea meza huru kwa siku hii. Mimi ni Maulid Kamba, mwenzangu ni Amina Chengo. Kwa meza huru nyingine ni hapo kuanzia saa 9 kamili alasiri. Endelea kutazama ITV.